Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya na mipenye nipo kukwema. Karibu katika muendelezo wa matukio katika taifa lile la Tanzania, kwa sababu huwa tunahakiki chochote kile ambacho tunakileta hewani, kwa sababu tunaamini kuleta habari ambazo ni halali. Habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari ni ya kushitua. Maandamano yaliweza kutanda Tanzania kabla ya siku ile ambayo imetangazwa rasmi na vijana wa Gen Z. Vile unavyotazama hewani, kuna habari ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari na zinasema ya kwamba Mbeya ya zizima kwa maandamano ya amani katika mazishi ya Gen Z aliyeuawa na polisi. Hapo chini wanasema ya kwamba maandamano ya amani katika mazishi ya Gen Z aliyeuawa kwa risasi za polisi. Kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa ombi moja tu, unyenyekevu na heshima kubwa, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Momo Kenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Momo Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Without wasting your time, back to our analysis. Siku ya Jumatatu tumeweza kufahamisha ya kwamba maandamano ya amani, vijana wa Gen Z walionekana wakiandamana siku ya Jumatatu katika eneo la Mbeya, Tanzania. Kwa nini walikuwa wanaandamana? Kulingana na zile kanda ambazo tumezitazama, ni wazi kwamba vijana wa Gen Z baadhi yao walikuwa wametoa mashati yao ambao walikuwa wamevalia, na wengine wakiwa na mabango wakiandamana katika mji wa Mbeya nchini Tanzania. Vijana hawa walikuwa na maandamano ya amani kulalamikia mmoja wao ambaye aliyeuawa, kwa sababu ilikuwa siku ya maziko ama siku ya mazishi. Walikuwa wanaandamana huku wakidai haki iweze kutendeka. Hii ni baada ya kusemekana ya kwamba mwenda zake ambaye ni Gen Z aliweza kuuawa kupitia risasi ya polisi. Ni wazi kwamba kuna baadhi ya watu wengi ambao waliweza kuuliwa kupitia risasi ambazo ziliweza kufiatuliwa vile inadaiwa na maafisa wa polisi nchini Tanzania. Ikumbukwe kwamba siku ya tarehe 29 mwezi wa Novemba, tarehe 30, 1, 2 hapo Oktoba na Novemba, kulikuwa na maandamano nchini Tanzania kulalamikia uongozi wa Samia Suluhu Hassan vile aliweza kuchaguliwa kwa 98%, vile aliweza kuzuia wale ambao ni viongozi maarufu haswa kutoka mrengo wa upinzani kutowania kiti cha urais, jambo ambalo liliweza kusababisha baadhi ya vijana wa Gen Z na wa Tanzania kuandamana hapa na pale. Lakini giza ikaweza kutanda Tanzania wakati tulishuhudia mitandao ikizimwa hapa na pale, network haikuwa, mambo ya curfew kutangazwa, yani hatari ya kutotoka nje iliweza kutolewa nchini Tanzania kama njia moja ya kuzuia maandamano kuendelea zaidi ya kiwango kile ambacho kilikuwa kimeshuhudiwa katika taifa la Tanzania. Kwa nini walikuwa wanaandamana? Ndio, walikuwa wanaandamana kulalamikia utumizi mbaya wa risasi kiholela kupitia maafisa wa polisi, lakini walikuwa wanaandamana kwa amani. Na maandamano haya yamekuja tu siku 8 kabla
ya maandamano makubwa kuandaliwa Tanzania, kwa sababu kulingana na ripoti zile ambazo tumezipokea katika meza yetu ya habari, kuna barua ambazo zinaendelea kusambazwa katika mitandao ya kijamii kwamba tarehe 9 mwezi huu wa 12 kutakuwa na maandamano makubwa katika taifa la Tanzania ili kulalamikia na kudai haki zile ambazo wanazitaka ziweze kutekelezwa katika taifa la Tanzania, huku wengine wakilalamikia uongozi wa Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais, huku wengine wakisema hakuchaguliwa kihalali. Wanataka tume mpya ya uchaguzi iwe afisini iweze kuteuliwa na Samia Suluhu Hassan haondolewe na wabunge na madiwani ili kuhakikisha uchaguzi mpya umeweza kuandaliwa katika taifa la Tanzania. Ndio maana tumeweza kushuhudia mchecheto ambao unaendelea katika taifa la Tanzania. Kuna kile madai ambayo yanasemekana ya kwamba kuna utekaji nyara ambao unaendelea kushuhudiwa Tanzania. Ukionekana ukizungumza against the government, utakujiwa kama vile tumeweza kushuhudia vile viongozi wa mrengo upinzani wanaendelea kuhangaishwa hapa na pale, hadi imefika ya kwamba kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu hakuna yule ambaye anaruhusiwa sasa hivi kumuona gerezani. Ni habari ambazo ziliweza kuthibitishwa kutoka chama cha Chadema kupitia katibu mkuu. Niliweza kufanya uchanganuzi kwamba hakuna yeyote ambaye anaruhusiwa ila tu yule ambaye ni ndugu wa familia. Kwa hivyo hata wale ambao ni viongozi wa chama cha Chadema hawastahili kuenda pale, kwa sababu hata wakienda kwa gereza wanazuiliwa kumuona Tundu Lissu. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Ni njia moja ya kuzuia, ama wanadai kwamba huenda Tundu Lissu ndiye anapeana ripoti za maandamano nchini Tanzania. Lakini wakati vijana wa Gen Z ama wa Tanzania kwa ujumla wameamua kutafuta haki, na serikali upande huu mwingine inaendelea kufinya zaidi. Ikumbuke kwamba bunge la Ulaya liliweza kuagiza Tundu Lissu aachiliwe mara moja bila masharti yoyote na aweze kupokezwa huduma za afya, kisha baadaye akubaliwe kuonana na familia yake moja kwa moja. Lakini kufikia sasa hatujaona Tundu Lissu akiachiliwa, kwa sababu aliweza kutiwa mbaroni na amekaa gerezani zaidi ya siku 250, kumaanisha ya kwamba haki bado haijatendeka kwa wale ambao waliweza kutekwa nyara. Lakini hivi majuzi, ama na wale ambao waliweza kutiwa mbaroni hivi majuzi, tuliweza kuona baadhi ya vijana wakiachiliwa huru. Lakini tumepokezwa habari zingine ambazo zinadai ya kwamba wale ambao walikwisha achiliwa wameagizwa tena kurejea katika vituo vya polisi mbalimbali ili kuchukua vitu zao ambazo waliziacha pale. Lakini ni njia moja nimeona tarehe 8 kuna uwezekano wa kuzuiliwa, kwa sababu waliotiwa mbaroni inadaiwa kwamba walikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wanaandamana siku ya uchaguzi. Kwa hivyo wakienda tarehe 8 huenda watazuiliwa, kwa sababu huenda watakuwa miongoni mwa wale ambao tena watajitokeza kuandamana siku ya tarehe 9 mwezi huu wa 12. Hali vile ilivyo sasa hivi, tunaendelea kufuatilia vile mambo yalivyo na vile tunaendelea kuyapokea katika meza yetu ya habari, na sisi tupo papa hapa kuhakikisha ya kwamba tumewaletea habari hizi kwa njia safi. Kwa hivyo maandamano yaliweza kutana katika eneo lile la Mbeya siku ya Jumatatu kulalamikia Gen Z, ama yule ambaye aliweza kuuliwa na risasi ya polisi. Lakini walikuwa na maandamano ya amani ambayo yamefanyika kabla ya maandamano makuu kufanyika siku ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina lingine la kuongeza ila tu kutamatisha hii kanda. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button and this allowed here once you are done. Remember to turn on the notification bell so that at the moment we upload a video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content also with our WhatsApp groups and on Facebook, and it's the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Ladies and gentlemen, be blessed. Let's meet in the next video.